Ndugu zangu katika Kristo, tumsifie Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya Dominika ya pili ya Majilio ya mwaka A wa Kanisa. Wazo linalotuongoza katika Dominika hii ni tengeneza njia. Tengeneza njia. Masomo yetu katika Dominika hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 11 aya ya kwanza hadi ya 10. Somo la pili linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 15 aya ya 4 hadi ya 9. Na injili ni injili ya Mathayo, ile sura ya 3 aya ya kwanza hadi ya 12. Ndugu zangu, nilipokuwa napitia haya masomo katika Dominika hii ya pili ya Majilio ya mwaka A wa Kanisa, nikakumbuka habari fulani ambayo ningeomba niishirikishe ili kusaidie wewe katika tafakari yako na kuweza kuelewa dhana nzima hii ya tengeneza njia. Tengeneza njia. Nakumbuka siku moja nilienda kufanya misa katika kigango fulani hivi, kilikuwa ni mbali sana. Hawakuwa wamepata misa kwa muda mrefu, hivyo walikuwa na shauku sana ya kupata misa. Hivyo ili sasa kukuza imani katika jamii ya watu wa kigango hicho, ilibidi pia tufanye sherehe ya komunio huko kwa waamini ili waweze kufurahi na waweze kukua kiimani. Na baada ya misa hii ya komunio, basi tubidi tukutanike pamoja kama Wakristo pamoja, taifa la Mungu pamoja, tuweze kuongea mawili matatu, tuweze kushirikishana mawili matatu. Ilikuwa ni jambo jema sana na zuri sana. Wote tulikutanika pamoja, tukakaa, tukala, tukanywa. Ilikuwa ni nzuri sana. Kilichonifanya nikumbuke tukio hili sasa ni kwa sababu ya mazungumzo fulani ambayo tulikuwa tunashirikishana wakati wa mlo, hasa wale ambao nilikuwa nimekaa nao pamoja karibu, wananishirikisha jinsi maandalizi yalivyokuwa, jinsi waliopambana usiku na mchana kuandaa siku hiyo ilivyokuwa. Sasa walinieleza kwa furaha jinsi walivyopambana kutengeneza njia ya kuelekea kigangoni. Walifanya hivyo ili magari, walikuwa wananiambia magari, pikipiki, baiskeli, watembea kwa miguu na wageni waweze kupita kirahisi. Kwa hiyo walipambana sana. Walinieleza juu ya vifusi walivyovibeba, mawe walioyaondoa barabarani, miti walioikata, vichaka walivyovikatakata. Walinieleza vitu vingi sana, jinsi moto walivyotumika kuteketeza baadhi ya visiki vigumu, baadhi ya vichaka walivyokuwa wamevikusanya. Kwa walinieleza vingi sana. Walinieleza juu ya mabonde barabara, kwa sababu ilikuwa imenyoka. Anambia hapana, hapakuwa hivi, tumefukia. Usione hivi baba unapita hivi, ila tulibeba vifusi vingine tukamwaga hapa tukafukia. Kwa hiyo barabara unaona hivi kwa sababu tumepambana, tumenyoosha, tumetengeneza njia ili muweze kupita, muweze kufika katika sikukuu hii. Tulipokuwa tunafikiria umuhimu wa sherehe hii, ilitupa moyo sana sisi kutengeneza njia, na ndio maana leo tunafurahi. Karibuni sana. Kikubwa walinieleza kwamba tukio hili la kutengeneza njia haikuwa kazi rahisi. Walishikana mashati, walipambana, watu walitoka jasho, watu waliumia, wengine walikaa bila kula. Kwa hiyo kutengeneza njia hakukuwa rahisi sana. Walikutana na makwazo mengi sana, lakini kwa sababu ya tukio lililokuwa mbele yao, walipambana kutengeneza njia. Kwa sababu ya tukio lililokuwa mbele yao, walipambana kutengeneza njia. Na ndio maana wazo kuu katika Dominika hii ni tengeneza njia, kwa sababu mbele yako kama Mkristo mbatizwa kuna tukio kubwa zaidi linakuja. Mbele yako kama Mkristo mbatizwa, tambua kuna tukio kubwa ambalo lina thamani kubwa katika maisha yako. Tengeneza njia. Tengeneza njia. Ndugu zangu, baada ya kuelewa hayo, naomba tuangalie masomo yetu vizuri, tuyachambue ili tuweze kuelewa na tuone hii dhana nzima au hili wazo linajikita wapi
na tufanye nini ili tuweze kutengeneza njia kwa ajili ya tukio kubwa lililoko mbele yetu. Somo la kwanza kama nilivyosema linatoka katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 11 aya ya kwanza mpaka ya 10. Tukumbuke hii ni sehemu ya kwanza ya kitabu hiki, yaani kabla ya uhamisho wa Babiloni. Niwaambie hali ilivyokuwa ili uweze kuelewa vizuri haya masomo. Wataalamu wengi wanasema maono haya ya kimasia tuliyoyasikia katika hili somo la kwanza yalitolewa kati ya mwaka 735 mpaka mwaka 701 kabla ya Kristo, yaani kipindi cha maisha cha huyu Isaya wa Yerusalemu. Hali ilikuwaje sasa kisiasa na kijamii ili tuweze kuelewa? Kisiasa hali ilikuwa sio nzuri sana, kwa maana Waasiria na dola yao walikuwa wamejipanua sana, walikuwa na nguvu sana, na walikuwa ni tishio kubwa sana kwa mataifa haya mawili ya Israeli na Yuda. Israeli sasa walipambana sana na hawa Waasiria, ila walishindwa katika vita. Wengi mnakumbuka ile vita ya mwaka 734 kabla ya Kristo, Syro-Ephraimite War. Hawa Waasiria waliwashinda hawa wa Israeli. Wengi wa watu katika Israeli walikimbia, waliacha nchi yao, lakini wengine walikimbilia taifa la jirani au ufalme wa jirani, ufalme wa Yuda. Na kwa sababu ya ukaribu wa Israeli na Yuda, ufalme wa Israeli uliomba sana Yuda na wao wapambane, na wao wapigane kwa ajili ya Yuda yao, kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya kulinda utaifa wao. Waliomba sana wapambane. Lakini baada ya mfalme sasa huyu wa Yuda kutafakari na kuona matishio mengine yaliyokuwa yanamzunguka kutoka mataifa au falme jirani, aliamua kuwa mpole na kujisalimisha mwenyewe kwa hawa Waasiria, na akawa mnyenyekevu kabisa, akawa anafuata sasa haya matakwa ya Waasiria. Kwa hiyo Yuda ikawekwa chini, ikawa kama kakoloni hivi ka hawa Waasiria. Matokeo yake yakawa ni nini sasa, ndugu zangu? Manyanyaso ya hawa watu yakazidi sasa, kwa sababu sasa walikuwa chini ya mamlaka fulani mengine. Rushwa ikashamiri katika ufalme huu wa Yuda. Hali ikawa mbaya, maskini wakawa wanalia kilio ambacho hakuna wa kuwatetea. Nani wa kuwatetea kama wakubwa wao tayari wako chini? Hali ikazidi kuwa mbaya. Viongozi hawa, kwa sababu wako chini ya hao wakoloni wapya, wakashindwa kutenda haki. Kulikuwa hakuna haki, uonevu ulikuwa nje kabisa yani. Kwa hiyo hali ilikuwa mbaya, watu walizidi kuumia sana, walilia sana. Sasa hao watu wa Yuda wanakumbuka wao ni taifa teule, lakini wanaoyapitia hakuna kimbilio. Wakawa wanakata tamaa kabisa, hawana wakubwa wa kuwaeleza, kwa sababu wakubwa wenyewe sio msaada tena. Wao wakata tamaa. Katika hali ya kukata tamaa ndipo sasa tunasikia ili somo tulilosikia, aya maono ya kimasia kutoka kwa nabii huyu Isaya. Anawaeleza hawa wana wa Yuda kwamba msikate tamaa, kwamba Mungu hajawasahau. Mungu hajasahau ahadi yake aliyoifanya kwa mtumishi wake Daudi. Anaambia msije mkasahau hivyo kwamba Mungu amewaacha. Hapana. Agano alilofanya katika kile kitabu cha pili cha Samueli, ile sura ya 7 aya ya 12 mpaka ya 16, Mungu bado anakumbuka kwamba katika kile ambacho kinaonekana kimekufa, Mungu atafanya kitu. Nabii huyu anazidi kueleza. Nabii anawaambia katika mti unaoonekana
umekatwa kabisa, Mungu atachipusha kichipukizi. Kwa sababu naomba tuelewe kabisa kwamba hili taifa ni kana kwamba lilikatwa sasa kupelekwa katika utumwa, lakini hapana, Mungu ataanza upya tena. Kwa hiyo anawaambia msije mkakata tamaa. Anawapa moyo kabisa wazidi kumtumainia Mungu hata katika magumu wanayoyapitia, hata katika hali ambayo wanaona haiwezekani tena, Mungu bado anakuwa tumaini lao. Ndugu zangu, huu ujumbe wa kimasia ndio ujumbe ambao unatakiwa uguse maisha yetu, uongee na sisi kila siku, usiku na mchana. Tusije tukafa moyo, tusije tukata tamaa, tukaamini kwamba mambo yameisha. Tuamini kwamba kisiki kitakuja kichipuke. Tuwe na matumaini sana katika safari yetu ya maisha haya. Na naomba niwaambie kuwa matumaini ni kuwa na mtazamo chanya, kwa sababu Mungu wetu mtazamo wake kwetu ni chanya. Naomba niwaambie, watu wanasema matumaini yanasema na watu wanasema, watu wanapokuambia kata tamaa, matumaini yanasema jaribu tena. Watu wanapokuambia glasi nusu haikujaa, matumaini yanasema nusu glasi imejaa. Watu wanapokuambia mlango wa kazi umefungwa, matumaini yanasema Mungu atafungua mlango mwingine. Watu wanapokuambia matatizo ni mengi, matumaini yanasema matatizo hayo yana mwisho. Watu wanaposema kuna hasi, matumaini yanasema penye hasi pana chanya. Watu wanaposema maisha yako yamejaa giza, matumaini yanasema penye giza pana mwanga. Watu wanapokuambia kwamba kuna mateso, matumaini yanasema penye mateso pana neema. Usisahau, kumbuka sana. Watu wanaposema pameinama, matumaini yanasema painamapo ndipo painukapo. Watu wanaposema la kuvunda halina ubani, matumaini yanasema kwa Mungu la kuvunda lina ubani. Watu wanaposema maji yakimwagika hayazoleki, matumaini yanasema kwa Mungu maji yakimwagika yanazoleka. Usisahau, watu wanaposema kuna dhiki, matumaini yanakwambia baada ya dhiki faraja. Watu wanaposema kesho haitabiriki, matumaini yanasema kesho itapendeza zaidi. Watu wanaposema matatizo yamepanga foleni, matumaini yanasema yana mwisho. Watu wanaposema au wanapokusingizia na kukushtaki kwa mashtaka ya uongo, matumaini yanasema palipo na mshitaki pana mtetezi, naye ni Roho Mtakatifu. Watu usisahau, wanaposema mambo kwisha kabisa, matumaini yanasema kwa Mungu ndio kwanza mambo yameanza. Watu wanaposema mti umekatika, mti umekufa, matumaini yanasema kisiki unachokiona kitachipuka. Tambua hilo na likuongoze siku zote za maisha yako. Huu ni muono wa kimasia. Haya ni mawazo ya kimasia. Ni Mungu anayetaka kutupa moyo, kutupa tumaini, mimi na wewe tumtegemee yeye bila kukata tamaa. Tukiishi kwa matumaini, tukiishi kwa kumtegemea Mungu, tutakuwa na furaha kubwa sana ndani mwetu. Ndugu zangu, naomba tuangalie somo la pili vizuri kabisa, nalo litatusaidia kuweza kuelewa tengeneza njia. Kwa ndani mwako leo, tengeneza njia ya matumaini, tengeneza njia ya furaha, tengeneza njia ya kuinuka tena, kwa sababu jambo linalokuja ni kubwa zaidi na ni muhimu zaidi. Linaonyesha Mungu anakupenda sana sana na hajakuacha licha ya hayo yote unayopitia. Somo la pili tukiliangalia linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ile sura ya 15 aya ya 4 mpaka ya 9. Hali hii ambayo naisema ya furaha katika muono wa kimasia ni hali ya Edeni mpya, ni hali ya furaha ya Edeni mpya
ambayo Paulo anaiweka katika maelezo fulani ya kwake haya, katika hali ya kuona kwamba ahadi za Mungu zinakawia. Mtakatifu au huyu mtume Paulo anasema tusikate tamaa, kwa sababu maandiko matakatifu yanatupa faraja kwamba Mungu anatimiza ahadi zake. Katika hali ya utengano sasa, hali ya madaraja katika jamii yoyote, katika kanisa, katika ofisi, kokote pale, lazima kukumbuka kuwa Mungu ni wetu sote, ni Wayahudi na watu wa mataifa. Kristo ni wa makundi yote. Kristo ni watu wa rika zote. Kristo alikufa si kwa ajili ya watu fulani tu, bali kwa ajili ya wote. Kristo ni mtumishi wa wote. Tukielewa hivyo kwamba watu wote wana haki na wajibu wa kumshukuru, kumtukuza na kumtolea sadaka Mwenyezi Mungu, tutaishi vizuri sana bila utengano wa aina yoyote. Na mahali ambapo hapana utengano, ndipo mahali ambapo pana furaha, ndipo mahali ambapo pana amani. Lazima tuelewe kwamba sisi wote tumekombolewa kwa damu ya thamani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndiye mpatanishi wetu, yeye ndiye kimbilio letu, yeye ndiye kiunganishi chetu, yeye ndiye anatuombea siku zote. Tukiishi hivi kwamba wote ni watoto wa Mungu, basi tutakuwa na watu wa furaha. Ndugu zangu, kiukweli kabisa, hii ndio Edeni ambayo kila mmoja anaitamani. Hii ndio siku ile iliyotabiriwa, siku ya furaha. Nabii Isaya alieleza vizuri, lakini mimi na wewe tunatamani sana kuiona siku zetu za maisha yetu. Tukiwa hapa duniani tunatamani kuiona, lakini kiukweli naomba niwaambie, hatuwezi kuiona kama tusipotengeneza mazingira ya kuiona. Hatuwezi kuiona kama tusipotengeneza mazingira ya kuiona sasa na hata baadaye. Ndio maana wazo linabaki, tengeneza njia ambayo itakufanya uone Edeni mpya, ufurahie maisha, uwe na amani. Na namna ya kutengeneza tunasikia katika somo la Injili ya Mathayo, ile sura ya 3 aya ya 1 mpaka ya 12. Tamanio la kutengeneza Edeni mpya tunaliona hapa vizuri kabisa likielezwa katika maisha haya, katika Injili hii. Injili ilitupa njia ya kuleta Edeni mpya hapa duniani, namna ya kuishi ili Kristo atakapokuja kiukweli kabisa tuwe na furaha. Lakini sasa atakapokuja tu, bali wenyewe tuwe na furaha. Na tumesikia ikitangazwa au hizi njia zitangazwa na mtu fulani maarufu sana. Mtu fulani ambaye anaunganisha Agano la Kale na Agano Jipya. Huyu nabii mkubwa sana, naye ni Yohane Mbatizaji. Anatambulishwa na anaelezwa kama sauti ya mtu aliye nyikani. Anasema wazi kabisa, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Anasema cha pili, tengeneza njia ya Bwana. Anasema cha tatu, nyosheni mapito yake. Unaweza kusoma hizo habari katika Injili ya Marko, vile vile sura ya 1 aya 3, na katika injili nyingine ya pacha. Kuna mengi sana hapa ndugu zangu ya kutafakari sana, maana maneno yaliyotumika hapa ya nabii Isaya, lakini kuna utofauti kidogo wa maneno haya na hayo utakayokuta katika kitabu cha nabii Isaya. Katika kitabu cha nabii Isaya inasema, nyikani itengenezeni njia ya Bwana. Yaani huko jangwani, huko ambapo hapawezekani, tengeneza njia. Lakini katika injili hii ni Yohane Mbatizaji mwenyewe yuko nyikani, ni Yohane Mbatizaji mwenyewe yuko jangwani. Utasoma habari hizi katika kitabu cha nabii Isaya, ile sura ya 40 aya ya 3. Ndio maana nasema kuna mengi sana. Lakini kikubwa naomba niwaambie, tukimsikiliza au tukisikiza hii sauti inayolia nyikani, amini usiamini, maajilio yetu itakuwa na maana kubwa sana. Inawezekana hii sauti inayolia nyikani ndio hii unayosikia sasa hivi. Ukisikia haya, yatakusaidia sana katika safari yako ya maisha
na yatakuandaa vema katika kumpokea huyu anayekuja. Kwa hiyo tukiwa na wazo tengeneza njia, hebu tafakari mawazo madogo matatu ambayo yatatusaidia sasa katika kutengeneza njia vizuri, ili majilio yetu iwe na maana katika maisha yetu. Wazo dogo la kwanza, ambaye jirani yako, ukiinuliwa kuwa Masiha. Ukiinuliwa kwa maana nyingine kuwa Masiha, au ukiinuliwa muakisi Masiha. Nitakueleza ili wazo lina maana gani na linatoka wapi. Niambie kitu fulani hivi hapa kitatusaidia sana katika maisha. Hii ni njia sasa ambayo ukiiakisi au ukifuata, Edeni mpya itaonekana. Hii ni hali fulani ambayo ukiakisi watu watamuona Kristo, na wewe mwenyewe utamuonja Kristo. Hii ni hali ambayo ukiakisi hii ya umasia, ufalme wa mbinguni utaonekana hauko mbali, bali uko ndani mwetu, upo kati yetu, au upo kati yetu. Ni hali fulani. Ni hali gani? Nitawaeleza. Tumesikia kuwa Masia atakapokuja atakuwa na sifa za kipekee sana. Masia huyu atakuwa na wasifu wa kipekee sana. Tumesikia Roho wa Bwana yu juu yake. Ni Roho wa hekima na ufahamu, Roho wa shauri na uweza, Roho wa hekima na kumcha Mungu. Tumesikia hizi sasa. Hizi ndizo sifa za pekee za Masia huyu, na ndizo zinazomtofautisha Masia huyu au Masihi huyu na wengine. Ndizo sifa zinazotofautisha utawala wake na utawala au falme nyingine za dunia hii. Tumesikia Masihi huyu anazidi kuelezewa vizuri. Hata tawala kwa kufurahisha matakwa ya wahisani, marafiki, ndugu, jamaa au wapambe wake. Naomba tuelewe, ndio maana nimeeleza vizuri kabisa, uwe na picha ile niliyoeleza wakati naeleza hali ilivyokuwa kipindi kile cha nabii Isaya anatoa maono haya ya kimasia. Ahazi utawala wake ulikuwa ni kwa ajili ya kuwapendezesha watawala ambao walikuwa juu yake. Ndio maana Masihi huyu anaelezwa pia kwamba hata tawala kwa kufuata au kuridhisha hisia zake. Ndio maana maandiko tumesikia na nukuu, hata hukumu kwa kufuata ayaonayo kwa macho yake, wala hata onya kwa kufuata ayasikiayo kwa masikio yake. Tumesikia hii. Masihi huyu anazidi kuelezwa sifa zake, na ndio hizi naomba uziakisi kwamba atahukumu kwa haki. Maana tumesikia haki itakuwa mshipi wa viuno vyake. Ndugu zangu, nimesema hayo hapo mwanzo. Ukiinuliwa muakisi Masihi, ukiinuliwa kuwa Masihi. Hii ina maana ukiinuliwa juu, omba Mungu akupe sifa hizi nilizozieleza za Masihi, ili uweze kutengeneza njia ambayo kwayo Edeni mpya itaonekana, ambayo kwayo ufalme wa Mungu utaonekana katikati ya watu. Watu wakiulizwa ufalme wa Mungu uko wapi, wasiangalie, wasitarajie, bali wauone katikati yao. Nasema hivi kwa sababu gani? Tuli katika maisha, ni kwa sababu tunaishi katika ulimwengu ambao walioinuliwa wengi, kama kipindi cha nabii Isaya, kama kipindi cha mfalme Ahazi, wamepoteza sifa hizi za kimasihi. Hawamwakisi tena Masihi huyu. Wanaongoza au kutawala kwa kufuata matakwa ya jamaa zao, ndugu zao, majirani zao, watu wao wa karibu. Wanaongoza au kutawala kwa mashinikizo
kama ilivyokuwa kwa mfalme Ahazi. Wengi mnaweza mkasoma hizi habari za Ahazi na namna alivyoishi au alivyotawala kwa ugumu sana, kwa sababu alikuwa chini ya hawa Waasiria. Alikuwa na mashinikizo makubwa sana. Ndugu zangu, naomba ukiwa juu usije ukatawala kwa shinikizo lolote lile. Mashinikizo haya yanaua kabisa au kuharibu hekima binafsi ya huyu aliyeinuliwa. Lazima tuelewe hilo swala. Kasome vizuri namna Ahazi alipoteseka. Walioinuliwa wanakuwa wana hekima, ila mashinikizo asilimia kubwa wakati mwingine yanaharibu na kuondoa hekima zao. Tunaishi katika ulimwengu ambao walioinuliwa wanafuata hisia zao, wanahukumu kwa kufuata wanayoyaona kwa macho na kuyasikia kwa masikio yao, na si kwa kufuata hekima ya kimungu. Wengi tunaweza kuwa mashahidi hapa katika maofisi yetu. Wengi tumehukumiwa kwa yale tu yaliyosemwa, kwa yale tu yaliyoonwa, lakini yalionwa kwa jicho ovu, sio jicho jema. Kwa sababu huyu kasema hiki, kwa sababu huyu kasema hivi. Hukumu imetuangukia sisi hata wakati mwingine bila kusikilizwa. Ndugu zangu, nikuombe sana, ukiinuliwa elewa sana na tambua sana, unahitaji hekima ya kimungu ili uweze kutoa hukumu iliyo ya haki. Si tu kuhukumu kwa kuona, kwa kusikia, kwa kufuata hivi. Hapana, bali lazima hekima ya kimungu ikuongoze, kwa sababu katika hukumu unayotoa kuna mustakabali mzima wa maisha ya watu, maisha ya familia, maisha ya watoto. Nakumbuka kuna mfano mmoja, ndugu mmoja alikuwa anatembea akaona ndege anaruka. Kwa sababu ya tamaa zake za kitoweo ambacho hata akikuwa na msingi, akachukua manati akampiga yule ndege. Kumbe yule ndege ni mama, alikuwa anatafuta chakula kwa ajili ya watoto wake. Akili yake ilimuona yule mama ndege tu, lakini nyuma yake alisababisha maangamizi makubwa sana, si kwa mama ndege tu, bali kwa watoto waliokuwa wanamtegemea huyu mama ndege aliyekuwa anatafuta chakula. Ndugu zangu, elewa sana, unapoinuliwa, nimesema haya kwa sababu natokea kwenye maofisi, mataasisi, majumbani, kokote pale, elewa kwamba ukimpiga ndege, ukimpiga jiwe, huyo unayemuona ni ndege, kwa kusikia tu, nyuma yake unaua ndoto za wengi sana. Ana familia na watoto wanaomtegemea. Kweli haya yametokea kwenye makanisa yetu, kwenye familia zetu. Wengi tunashuhudia haya. Ndio maana nasema ukiinuliwa, mwakisi huyu Masihi. Ukweli mwingine, ndugu zangu, tunaishi katika ulimwengu ambao wengi hawajui au kuelewa kuwa Masihi atahukumu kwa haki. Na maana nimesema kabisa, hukumu yako hiyo kwa haki. Haki lazima itawale, haki lazima iongoze, haki lazima iwe mshipi wa kiuno chako wewe uliye kiongozi. Hapo Edeni mpya itaonekana, amani, upendo, uelewano utaonekana. Lakini lazima tuwe wa kweli kabisa. Tena tumesikia vizuri kuwa Masihi huyu kama alivyo mtu wa haki, basi amani itakuja kutawala, amani itakuja kuonekana, kwa sababu amani ni tunda la haki. Edeni mpya tumesikia ikielezwa kwa lugha ya picha kwamba mbwa mwitu atakaa pamoja na mwanakondoo, ni amani hiyo. Chui atalala pamoja na mwanambuzi, ni amani hiyo. Mtoto atacheza katika shimo la swira, atacheza na nyoka, ni amani hiyo. Simba atakula majani kama ng'ombe, ni amani hiyo. Sisi kama wabatizwa tusisahau kuwa siku zake yeye mtu mwenye haki atastawi
na wingi wa amani hata milele. Tuwe watu wa haki na amani itatawala katika yale ambayo tunayanena, katika wale ambao tunaongoza, katika sehemu ile ambayo tunaiongoza. Zaburi ile ya 72. Ukiinuliwa, tenda haki. Ukiinuliwa, akisi sifa za Masihi. Umebatizwa, umepokea sakramenti ya ubatizo, kipa imara, umeimarishwa kwa mapaji ya Roho Mtakatifu. Inaumiza sana kukuona kama Mkristo Mkatoliki au akisi hizi sifa za Masihi. Ni kuomba usisahau, baba, mama, kiongozi, kurugenzi, yoyote yule, Mungu akikuweka sehemu, akisi sifa hizi za Masihi. Tengeneza Edeni katika eneo lako. Tengeneza Edeni katika familia yako. Tengeneza Edeni katika jamii yako. Tengeneza Edeni katika taasisi hiyo unayoiongoza, na Mungu atazidi kukubariki. Ndugu zangu, nimesema tuingilie wazo lingine dogo la pili ambalo litatuongoza katika tafakari yetu. Ni badilika. Badilika. Ndugu zangu, Edeni mpya itaonekana tu kiukweli pale ambapo tutakubali kufanya mabadiliko. Edeni mpya itaonekana pale tutakapokubali kutubu. Ufalme wa Mungu utaonekana pale tutakapokubali kufanya metanoia. Ufalme wa mbinguni utaonekana pale tutakapokubali kulegeza shingo zetu na kusikiliza sauti ya mtu huyu aliaye nyikani. Majilio, nikwambie ukweli, ni kipindi cha kufanya mageuzi makubwa sana katika safari yetu ya maisha, ili tuwe tayari kumpokea huyu mkombozi, kumpokea huyu Masia. Mtakatifu Agustino alisema, Mungu hutoa na kubariki pale anapokuta mikono mitupu. Mikono iliyojaa dhambi, kiburi, hasira, vinyongo, masengenyo, roho mbaya, visasi, haiwezi kabisa hiyo mikono kumpokea huyu Masihi anayekuja. Mikono hii haiwezi kuleta amani duniani. Mikono hii haiwezi kuleta amani katika wale ambao tunawaongoza. Lazima tuweke, tubadilike, tuondoe, tusafishe mikono yetu iwe mitupu. Mikono inayozungumziwa ni mikono ya mioyo yetu. Huu ndio wa kufanya mioyo yetu kuwa mitupu ili tuweze kumpokea Yesu Kristo. Kiukweli, tumtazame au tumsikilize. Sasa tufanyeje? Tumsikilize Yohane anayetuambia tubadilike, anayetuambia hebu tulegeze mioyo yetu. Ndugu zangu, unaweza ukamtafuta Yohane, lakini Yohane inaweza kawa ni bosi wako, anakuambia badilika. Yohane huyu anaweza kawa ni mke wako, anakuambia mme wangu badilika. Yohane huyu anaweza kawa ni mme wako, anakuambia mke wangu badilika. Yohane huyu anaweza kawa ni mwanao, anakuambia baba, mama badilika. Yohane huyu anaweza kawa rafiki yako, anakuambia badilika. Yohane huyu anaweza kawa kiongozi wako, bosi wako, anakuambia ndugu yangu badilika. Usimtafute mbali. Yohane huyu anaweza kawe mwenyewe na nafsi yako inakwambia badilika. Usidharau sauti hiyo, kwa sababu ni ya kawaida sana. Ukaona tu kawaida sana kwa sababu mavazi yake anakula nzige, ni mtu wa kawaida sana. Hapana. Usimwangalie kwa nje, bali angalia hiyo sauti anayokuambia. Usiangalie tabia yake, namna yake ya kufanya, bali kile anachokwambia. Hayo maneno yanayoongeleka yana maana kubwa sana ya kuguse na ufanye mabadiliko sasa hivi. Fanya mabadiliko leo hii. Tubu. Badilisha mawazo, tabia, kiri. Anza upya. Hapa mfano, kwa kuna mwanamke mmoja alikuwa anasafisha nyumba yake kila mara. Iling'aa sana, ilipendeza sana. Tiles ziling'aa, madirisha yaling'aa. Lakini moyoni mwake hakuwa na furaha. Ni kwa sababu alikuwa na kinyongo cha muda mrefu na dada yake. Siku moja aliamua kwenda kuomba msamaha kwa dada, wakapatana. Alirudi nyumbani,
licha tu ya kusafisha nyumba, lakini aliona imeng'aa zaidi kwa sababu naye alikuwa mwepesi. Ndugu yangu, mioyo yetu tunaomba sasa hivi iwe mepesi, iwe mitupu. Ni kipindi hiki, kipindi cha Majilio, kila mmoja kwa umri wake, kwa kazi yake, kwa jinsia yake, ni wakati wa kufanya mabadiliko makubwa sana na kuzaa matunda. Huu ndio wakati. Matunda ya huruma badala ya hasira, matunda ya msamaha badala ya kinyongo, matunda ya haki badala ya uonevu, matunda ya uwajibikaji badala ya kulalamika, matunda ya ukarimu badala ya ubinafsi, matunda ya upendo badala ya chuki, matunda ya amani badala ya vita. Matunda haya yatamfanya Kristo aonekane vizuri kabisa katika maisha yetu. Yatamfanya Kristo kweli aishi kati yetu. Huu ni wakati wa kufanya mabadiliko makubwa. Madhara sasa. Madhara tumesikia, tusipofanya mabadiliko huko mbele, shoka tayari limekwisha wekwa kwenye shina la mti. Tumesikia Mathayo 3 aya 10. Isafishe sasa hivi. Safisha mapungufu ambayo inaona ni vikwazo. Katakata miti, katakata visiki, sababu shoka lishawekwa. Usipozaa matunda utateketezwa tupa motoni. Badilika, tubu. Penye bonde la hasira, hebu weka ka upendo, fukia hapa ka upendo. Penye bonde la ubinafsi, weka basi hata ka ukarimu kidogo. Kwenye mlima wa kisasi, safisha. Angalau watu waweze kuona. Nyoosha tabia yako ambao unaona inakuumiza. Labda una addiction ambayo umepambana nayo miaka mingi sana. Kipindi hiki muombe Mungu akusaidie uachane nayo ili uweze kunyooka. Ni muda wako, badilika. Kwa sababu maangamizi ni makubwa mbele usipobadilika. Tumesikia. Tenganisha makapi ndani mwako. Tayari makapi na ngano, ujue kabisa kabla Mungu hajakutenganisha, shoka lishawekwa tayari kabisa, hukumu inakuja. Kwa hiyo badilika sasa hivi ili Mungu akuone, ili uweze kuonja neema ya huyu Masihi anayekuja. Wazo la 3 na la mwisho, jifunze kukaa nyikani. Jifunze kukaa nyikani. Tumesikia Mafarisayo na Masadukayo wakienda nyikani. Hii ni sehemu ya utulivu, kusikiliza maneno ya huyu mtumishi wa Mungu, nabii wa Mungu huyu Yohane Mbatizaji. Naomba niwaambie sana, tujifunze sana kutenga muda wa kwenda sehemu ya utulivu. Tujifunze sana kutenga muda kwenda nyikani, kusikiliza sauti ya Mungu. Tujifunze kutenga muda kwa ajili ya Mungu peke yake. Jifunze sana katika maisha yako kutenga muda kwa ajili ya Mungu peke yake. Jangwani ni sehemu ya kuanza upya. Jangwani ni sehemu ya kuchota nguvu mpya. Jangwani ni sehemu ya kupata matumaini. Tenga muda kwa ajili ya Mungu. Tenga muda kwa ajili ya kusikiliza. Ukitenga muda kwa ajili ya Mungu, utasikia tu. Si sauti ya Yohane Mbatizaji peke yake itakayokuambia badilika. Itakupa nguvu ya kusonga upya, ya kuanza upya, kwamba badilisha hapa, toa hiki, weka hiki, ili familia yako, taasisi yako, jamii yako, jumuiya yako, wewe mwenyewe uwe na furaha. Hautasikia tu hiyo peke yake, bali utasikia pia sauti ya nabii Isaya inayokuambia kisiki kitachipuka. Kisiki kitachipuka. Nawe utatengeneza njia, si kwa ajili yako tu, bali na kwa ajili ya jamii yote inayokuzunguka. Masihi huyu ataonekana si kwako tu, bali na kwa wale ambao unaishi nao. Ufalme wa Mungu hautaonekana kwako tu, bali watu watasema kwa kuangalia, ufalme wa Mungu upo kati yetu. Upo kati yetu. Nawe utaonja vizuri matunda ya kipindi hiki cha Majilio. Mungu akubariki sana sana. Nikutakie Dominika njema sana, ili uweze kufurahia. Tengeneza njia. Tumsifu Yesu Kristo.